بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 19 katika kusoma hadithi dhaifu. Anasema Sheikh adh-dhaifu, akiwa na maana hadha adh-dhaifu, hii ni hadithi dhaifu. Akasema Sheikh adh-dhaifu, tamshi la dhaif lughatan kilugha min adh-dha'fi au min adh-dhu'fi. Min adh-dha'fi linatokana na tamshi la adh-dha'fi, au min adh-dhu'fi au linatokana na tamshi la adh-dhu'fi. Ndo akasema hapo mbele bidhammi dhadi, kwa kuitia dhamma dhad, kwa maana ikasomeka vipi? Ikasomeka adh-dhu'fu, wa fathiha, na kuitia fatha, kwa maana ikasomeka vipi? Adh-dha'fi. Tamam. Ndo akasema adh-dhaifu, tamshi la adh-dhaif lughatan kilugha dhiddu al-quwwati, ni kinyume cha nguvu. Tamam. Kwa maana unapoambiwa kitu ni dhaifu, kwa maana hakina nguvu au hakina mashiko. Tamam. Wastilahan, na kwa mujibu wa wanawazuoni wa elimu mustalahi, wal hadithu alladhi, ni ile hadithi ambayo lam tajtami' fihi, hazijakusanyika ndani ya hadithi hiyo sifatu sahihi, zile sifa za hadithi sahihi, wala sifatu alhasani, wala zile sifa za hadithi hasani, tumeshazisoma. Tamam. Wa yuqalu lahu, na inaitwa pia hadithi hiyo almardudu, inaitwa kuwa ni hadithi yenye kurejeshwa, inaitwa kuwa ni hadithi yenye kurejeshwa. Mithaluhu, mfano hadithi hiyo, hadithi inayosema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam tawaddaa, alitawadha, wa masaha ala aljawrabaini, na akapangusa juu ya soksi mbili, na akapangusa juu ya soksi mbili. Jawrab ni soksi, ni ile soksi inayovaliwa ndani ya khofu. Tamam. Kisheria inayopanguswa ni khofu, kisha ndani ya khofu kunavaliwa kitu kingine kinaitwa jawrab, au kwa lugha nyingine kinaitwa soksi. Tamam. Sasa imekuja hadithi inayosema kwamba mtume alipangusa juu ya soksi zake, hakupangusa juu ya khofu zake. Tamam. Hatupo katika kusoma hadithi, tupo katika kusoma kanuni za hadithi. Tamam. Hakadha anasema Sheikh, fahadha dhaifu, basi hadithi hii ni dhaifu, liannahu, kwa sababu hadithi hii yurwa an abi qais al-audi. Tamam. Liannahu, kwa sababu hadithi hii yurwa, inapokelewa an abi qais, kutoka kwa abi qais al-audi, wa huwa dhaifun, naye huyo abi qais al-audi dhaifun, ni dhaifu, kwa maana kwa mujibu wa wanawazuoni wa hadithi katika zama zake walimhukumu kwamba ni dhaifu. Tamam. Hakadha aqsamu, vigawanyo vya hadithi dhaifu. Anasema Sheikh ikhtalafa al-ulama, wanawazuoni walitofautiana fi taksimihi, katika kugawanya au katika kuigawanya hadithi dhaifu. Faawsalahu ba'dhuhum ila 81 qisman, faawsalahu, akaifikisha hadithi dhaifu ba'dhuhum, mmoja katika wanawazuoni, ila 81 qismatan, katika vigawanyo 81, kwa maana aliigawanya mpaka ikafikia vigawanyo 81. Linatokea vipi jambo hili? Linakuwaje? Tutakuja kuona baada ya maelezo ya. Tamam. Hakadha wa ba'dhum, na mmoja katika wanawazuoni ila 49 qisman, kwa maana aliigawanya akaifikisha katika vigawanyo 49. Wa ba'dhum, na mwingine ila 42 qisman, au 42 qisman, aligawanya akaifikisha katika vigawanyo 42. Tamam. Hakadha anasema Sheikh, walakin kullu hadhihi taqsimat,
lakini kullu hadhihi at-taqsimati, vigawanyo vyote hivi, la tufidu ta'ilan bimaana shay'an. Tamam, la tufidu ta'ilan, havina faida yoyote. Faqad qala Ibn Hajar, hakika amesema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, inna dhalika ta'abun, hakika jambo hilo ni tabu, walaysa wara'ahu arabun, na hakuna malengo yoyote nyuma yake, kwa maana hakuna lolote la msingi nyuma yake. Ala anna haula alladhina ikhtalafu fi taqsimihi, ala anna haula alladhina, juu ya kwamba wale ambao, ala anna haula alladhina, juu ya kwamba wale ambao, ikhtalafu, waliotofautiana, fi taqsimihi, ala anna ni kana kwamba anasema kwa sababu. Tamam, hakadha, ala anna haula alladhina ikhtalafu, kwa sababu wale ambao waliotofautiana, fi taqsimihi, katika kuigawanya hiyo hadithi dhaifu, lam yusammau lana, hawakututajia sisi, lam yusammau lana, hawakututajia sisi, min anwa'ihi, katika aina za hadithi dhaifu, illa qalilan, isipokuwa chache. Walam yukhassisu likulli halatin min halati aldhafi isman muayyanan, walam yukhassisu, na wala hawakuhusisha, likulli halatin, katika kila hali, min halati aldhafi, katika hali za udhaifu, isman muayyanan, hawakutuhusishia jina maalum, kwa maana walisema tu ni hivi au inaweza kwamba ni hivi. Tamam, hakadha. Hukmu ya hadithi dhaif. Alhadithu dhaifu la yajuzu alihtijaju bihi. Tamam, hakadha. Alhadithu dhaifu, hadithi dhaif, la yajuzu, haijuzu, alihtijaju bihi, haijuzu kuifanya kuwa ni hoja, fil aqaidi, katika masala ya aqida, wal ahkami, na katika masala ya hukmu. ويجوز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب وذكر المناقب. تمام. ويجوز العمل به, na inajuzu kufanywa kazi, fil fadhaili, katika kueleza ubora wa matendo, watarghibi, na katika kuwatia watu mapenzi ya kufanya taa, kwa maana kuwatia watu mapenzi ya kufanya matendo mema, watarhibi, na kuwatia watu hofu ya kufanya matendo mabaya. Kwa maana ikiwa zimekuja hadithi katika kuelezea matendo mema, mwenye kusoma Qur'ani kwa kiasi kadhaa anapata hivi, sawa, mwenye kusoma nyaradi hii anahesabiwa kuwa ni katika hawa, mwenye kufanya dua hii, tamam, itafaa. Lakini pia katika kuwahimiza watu kufanya matendo mema, at-targhib, lakini pia wat-tarhib, na katika kuwahofisha watu kufanya matendo mabaya, kumwasi Allah, pia itafaa. Wa dhikri al-manaqib, na katika kutaja historia za mtu au historia ya mtu. Tamam. Manaqib ni ile historia nzuri ambayo mtu ameishi katika maisha yake. Mfano wake sira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikija hadithi dhaifu katika sira ya mtume zitafanywa kazi, na ndio ipo hivyo. Katika sira ya mtume hadithi nyingi ni dhaifu, lakini zinafanywa kazi. Tamam. Tunaangalia tu yale maneno yanafaa, yanaendana kuegemezwa na mtume, sawa, yanaendana kuegemezwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hakadha. Lakini pia kuelezea maisha ya wanazuoni kama kina Imam Malik, Imam Shafi'i na wengineo. Tamam, hakadha, bishurutin mufassalatin fi mawadhi'iha. Tamam, bishurutin, kwa masharti, mufassalatin, yaliyo chambuliwa, yaliyobainishwa, yaliyowekwa wazi, fi mawadhi'iha, katika milango yake. Tamam. Kuna vitabu maalum vinavyoelezea masala ya at-targhib wa at-tarhib. Tamam. Kuna masharti wameweka wanawazuoni huko ambayo nini, hadithi ikiwa ni dhaifu itafaa katika milango hiyo. Tamam, hakadha. Na miongoni mwa masharti yake kwamba isiwe ni shadidu dhaf. Sawa, isiwe ni shadidu dhaf, isiwe na udhaifu sana. Tamam. Lakini pia iingie katika hadithi nyingine ambazo ni sahihi. Tamam. Na masharti mengine ambayo ameyataja ulama. Sasa baada ya mlango wetu hatutoenda mbele, bali tutabaki hapa kuangalia asbabu raddil hadith, asbabu raddil hadith. Tamam, sababu za kurejeshwa hadithi. Inakuwaje mpaka hadithi inakuwa ni al-mardudu? Tamam, hakadha.
Sababu za kurejeshwa hadithi kwenye kitabu cha al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Nukhbatul Fikr, mule ametaja sababu mbili. Sababu ya kwanza ametaja ni as-saqtu, ya pili akataja at-ta'n. Tamam. Kisha sababu ya tatu ambayo ni al-mukhalafa akaiingiza kwenye nini? At-ta'n. Lakini ilikuwa ni aula zaidi azigawanye ziwe ni sababu tatu. Iwe ni vipi? Iwe ni as-saqtu, at-ta'n na al-mukhalafa. Tamam. Kwa maana hiyo sababu za kurejeshwa hadithi ni ngapi? Ni tatu. Sababu ya kwanza ni as-saqtu. As-saqtu maana yake al-inqita'u, kukatika kwa sanadi. Tamam. Sababu ya pili ni at-ta'nu. At-ta'nu kwa maana ni dosari ambayo inapatikana kwa mpokezi wa hadithi. Tamam. Al-mukhalafa, mukhalafa ni kutofautiana. Sawa sawa, nini? Ni kutofautiana baina ya mpokezi na mpokezi mwingine katika nini? Katika kupokea hadithi, aidha katika upande wa sanad au katika upande wa matni. Tamam. Kwa hiyo ya kwanza ni as-saqtu. As-saqtu maana yake ni al-inqita'. Tamam. Na hizi sababu zote tatu chanzo chake ni kipi? Chanzo chake ni halatu tahammuli wal adai. Tamam. Chanzo chake ni ile hali ya kupokea hadithi na kupokeza hadithi. Kuna kupokea hadithi na kupokeza hadithi. Kupokea hadithi ni mwanafunzi anaenda kwa shekhe kupokea hadithi, na kupokeza hadithi ni shekhe anampokeza hadithi mwanafunzi wake. Tamam. Kwa hiyo sababu hizi sababu tatu zote, tamam, hizi sababu tatu zote asili yake zimepatikana katika halatu tahammuli wal ada, katika hali ya kupokea hadithi na kupokeza hadithi. Tamam. Hakadha. Kivipi? Ni kwamba mwanafunzi ninayemkusudia hapa ni wale as-salafu salih, wakina al-Imam al-Bukhari, wakina al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wakina al-Imam Malik. Tamam. Wakina al-Imam Muslim, al-Imam at-Tirmidhi. Tamam. Hawa mabwana wakubwa na wanawazuoni wengine kina Ibn Hibban, kina Ibn Majah. Tamam. Walipokuwa wanaenda kupokea hadithi, baada ya kupokea ile hadithi kwa shekhe, walikuwa wakiifanyia upekuzi. Tamam. Wakiangalia zile sanadi zake. Tamam. Pia wakifuatilia historia za wale wapokezi wa hadithi. Kwa hiyo kupitia kufanya hivyo, kufanya nini? Kuchunguza sanad, kuchunguza matni ya hadithi, kwamba matni hii maneno yake ni kweli yanaweza kuwa ni maneno ya Mtume au hadithi hii imetungwa. Tamam. Lakini pia kwa kuchunguza tarikh, historia za wale wapokezi walipo katika sanad. Sawa, ndio wakawa wanagundua vitu kama hivi. Wanagundua hapa kuna saqtu. Tamam. Hapa kuna at-ta'nu. Sawa, hapa kuna nini? Kuna al-mukhalafa. Lakini pia wanawazuoni wa hadithi kwa kipindi kile walikuwa tayari wameshajitahidi katika kukusanya tarehe za watu. Sawa, wakawa wanatambua sifa za wale watu waliokuwa wanahusika na upokezi wa hadithi, wakawa wanawatambua wale ambao ni thika. Sawa, na wakawa wanawatambua wale ambao ni madhaifu. Tamam. Na wakatunga mpaka vitabu, wengine wakatunga vitabu vya kuwakusanya wote, ndani yake wakawaandika wale mathika na madhaifu, na wengine wakatunga vitabu vya kuandika mathika tupu, kwa maana wale ambao wanakubalika katika kupokeza hadithi, na wengine wakatunga vitabu kuandika madhaifu tupu, kwa maana wale ambao hadithi zao nini hazikubaliwi na zina shida. Tamam. Hakadha. Miongoni mwao ni al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari alitunga kitabu chake cha at-Tarikhul Kabir, at-Tarikhu al-Kabir, na akatunga pia ni chengine at-Tarikhu as-Saghir. Tamam. Lakini cha kwanza ni at-Tarikhu al-Kabir. Akatunga, akakusanya majina mule ya wapokezi wa hadithi wote. Tamam. Mpaka kufikia katika zama zake. Tamam. Mpaka alivyompelekea mmoja katika mashekhe zake, yule shekhe wake akasema, jamani, mjueni muone uchawi huu. Huyu kijana mbona anafanya mambo ya ajabu, mambo makubwa, mambo ambayo hakupatapo kutanguliwa. Tamam. Kwa hiyo al-Imam al-Bukhari alipotunga at-Tarikhul Kabir, tamam, ndani yake mule alikusanya wale wanawazuoni wa hadithi ambao ni mathika, kwa maana wale ambao ni waaminifu katika kupokea hadithi zao. Tamam. Na wale ambao ni madhaifu. Tamam.
hakadha. Kwa hiyo jambo hili, kwa maana hizi sababu tatu zilipatikana katika nini? Halatu tahammuli wal ada, katika njia ya kupokea hadithi na kupokeza hadithi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo as-saqtu manake al-inqita'. Al-inqita' tutakuja kusoma kwenye kitabu hichi hadithi ambazo ndani yake kuna inqita'. Mfano wake al-hadithu al-munqati'u tutakuja kuisoma, tutaiona ndani. Tamam, lakini pia al-hadithu al-mu'dhalu tutakuja kuisoma ndani. Al-hadithu al-mursalu tutakuja kuisoma. Al-hadithu al-mu'allaq tutakuja kusoma. Tamam. Zote hizi asili yake ni kwamba kwenye sanadi yake kuna al-inqita'. Tamam, kuna nini? Kuna kukatika sanadi, kwa maana kuna mpokezi mmoja hakutajwa au alikuwepo, sawa sawa, lakini ameondoshwa. Lakini nyingine wapokezi wawili, sawa. Nyingine inqita' ile imepatikana mwanzo wa sanad, au nyingine zimepatikana mwisho wa sanad. Tamam, hakadha. Mfano wa kupatikana inqita' mwisho wa sanad. Mwisho wa sanad tunakusudia kutoka kwa tabi'i kwenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Na mwanzo wa sanad tunakusudia kutoka kwa mtume kuja kwa tabi'i. Tamam, hakadha. Sasa mfano wa kupatikana inqita' katika mwisho wa sanad ni tabi'i amuondoshe as-sahabi kisha amtaje mtume moja kwa moja. Mfano wake Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya irsal. Tamam, irsal kwa maana anapokea hadithi kwa sahaba kisha hamtaji sahaba, anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam qala kadha, amesema jambo kadha. Kwa maana anaipokea hadithi kana kwamba amesikia kwa mtume, lakini hajakutana na mtume kwa sababu yeye ni tabi'i, na tabi'i ni yule ambaye amekutana na sahaba. Tamam. Kwa hiyo hile ni inqita' mwisho wa sanad, na hadithi kama hii inaitwa al-mursal. Tamam. Asa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala alikuwa akifanya hivi, na mara nyingi alikuwa akifanya katika hadithi ambazo alikuwa anazipokea kwa nani? Kwa mkwewe Abi Huraira. Tamam. Sasa hadithi kama hii kuna wanawazuoni waliongea kwamba ni dhaifu, utakuja kuona kwa mbele. Tamam, lakini huu ni mfano tu, sawa, hakadha. Lakini pia mfano wa hadithi ambayo inqita' yake inapatikana mwanzo wa sanad, kwa maana kutoka kwa tabi'i kwenda kwa nani? Kwa tabi'i au tabi'i kwenda kwa mtume, ni hadithi al-mu'allaq. Hadithi mu'allaq. Tamam. Mfano wake ni al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala apokee hadithi kwa shekhe wake kisha asimtaje shekhe wake, amtaje al-Imam Malik moja kwa moja. Sawa sawa, amtaje nani? Amtaje al-Imam Malik. Sasa al-Imam al-Bukhari hajawahi kukutana na Imam Malik, sawa sawa, au asimtaje Imam Malik, amtaje shekhe wa Imam Malik ambaye ni al-Imam az-Zuhri. Tamam, hii inaitwa nini? Muallaq. Sawa. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni nini? Ni as-saqtu. Lakini hii as-saqtu ni vipi? Ni kwamba si kila hadithi yenye as-saqtu inakuwa ni dhaifu. Tamam. Sio kila hadithi ambayo ina inqita' kwenye sanad inakuwa ni dhaifu, nyingine zinakubaliwa. Mfano wake marasil Sa'id ibn al-Musayyib, zile hadithi ambazo Sa'id ibn al-Musayyib aliwaondosha maswahaba. Tamam. Mfano zile ambazo alimuondosha mkwewe Abi Huraira, sawa, zilitafutwa zikaja kuonekana hadithi nyingine kama zile ametajwa Abi Huraira, kwa maana kwa wapokezi wengine. Tamam, sawa, walikuja wapokezi wengine wakapokewa hadithi zile zile wakamtaja Abi Huraira, kwa ikafahamika kwamba Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa akimuondosha nani? Abi Huraira ambaye ni mkwewe. Tamam, hakadha. Kwa si kila hadithi ambayo ina inqita' inakataliwa. Lakini pia vile vile muallaqat al-Imam al-Bukhari, muallaqat al-Imam al-Bukhari, sawa, zile hadithi ambazo al-Imam al-Bukhari amefanya ta'liq, sawa. Kwa maana vipi? Kwa maana hakuwataja mashekhe zake, akawataja wale waliotangulia ambao yeye hakukutana nao, sawa, ziko ndani ya Sahih al-Bukhari. Ni hadithi zinaitwa muallaqat. Muallaqat ni jamu ya al-hadith al-muallaq. Tamam, al-hadith al-muallaq, mafhumu hapo? Sasa muallaqat al-Imam al-Bukhari
sawa, zilikuja pia kufanywa bahthi, zikaonekana kwamba nini, sanadi zake zimeungana, sanadi zake nini, zimeungana, sawa. Na mmoja katika wanawazuoni ambao walifanya kazi hiyo ni al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani alitunga kitabu kinaitwa Taghliqu at-Ta'liq. Kwenye kitabu hichi alizileta sanadi, sawa, alizileta sanadi ambazo nini, zimeungana, sanadi ambazo ni zile sanadi ambazo al-Imam al-Bukhari alizikata kwenye muallaqati zake. Kwa hiyo yeye al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani aliziunganisha zile hadithi zote ambazo ni muallaqat zilizomo ndani ya Sahih al-Bukhari, tamam, akaja kuzitaja hadithi zote kwa sanadi zake, kuonesha kwamba hadithi hizi al-Imam al-Bukhari aliwaondosha na hakuwataja mashekhe zake, lakini ni hadithi ambazo ni muttasil, ni hadithi ambazo sanadi yake imeungana, tamam. Alitunga kitabu hicho Taghliqu at-Ta'liq, kisha akaja kukifanyia mukhtasar kwenye kitabu kingine ambacho alikiita at-Tashwiqu ila wasli al-Ma'aliq, tamam, hakadha. Lakini pia alieleza hilo kwenye mukaddima wa kitabu chake al-Hadi as-Sari fi muqaddimati Fathi al-Bari, tamam. Alikuja kueleza manhaj ya al-Imam al-Bukhari, kwa nini alifanya ta'liq. Sasa na miongoni mwa aliyoeleza kwamba zile hadithi ambazo ni muallaq, kwa maana muallaqat al-Bukhari, ni al-Imam al-Bukhari alizipokea kwa mashekhe zake fi waqti al-mudhakara, katika wakati ambao alikuwa akifanya mudhakara, tamam, sawa. Kwa maana shekhe alikuwa ajitaji yeye, anamtaja shekhe wake alimtangulia, mathalan amtaje al-Imam Malik, tamam, au amtaje al-Imam az-Zuhri, tamam, sawa, au al-Imam al-Laythi, sawa, ilikuwa ni hivyo, sawa, ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo al-Imam al-Bukhari kwa kuwa shekhe wake alikuwa ajitaji, naye pia alikuwa amtaji shekhe wake, sababu katika mudhakara, yani wapo katika kutwali, wapo nini, katika kutwali. Sasa kwenye katikati ya kutwali pale, shekhe anataja hadithi ambayo ameipokea kwa Imam Malik, lakini hajitaji kwamba yeye nini ameipokea. Sasa al-Imam al-Bukhari akawa anaipokea hadithi ile hivyo hivyo, sawa, akaiandika kwenye kitabu chake. Lakini kwa nini alikuwa akifanya hivyo? Alikuwa akifanya hivyo kwa sababu alikuwa anajua shekhe wangu huyo hapokei hadithi isipokuwa kwa mtu ambaye ni thika, na shekhe pia, yani kwamba shekhe ni thika na shekhe pia hapokei hadithi isipokuwa kwa mtu ambaye ni thika, sawa. Na kweli hadithi hizi zikaja kufuatiliwa na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kupitia vitabu vyake viwili cha Taghliqu at-Ta'liq na Tashwiqu ila wasli al-Ma'aliq, zikaonekana kwamba sanadi yake nini, imeungana, kwa zikawa ni zenye kukubaliwa. Kwa hiyo si kila hadithi ambayo ina inqita' inakataliwa, tamam. At-ta'an tumesema nini? At-ta'an ni ile dosari ambayo inapatikana kwa mpokezi wa hadithi, sawa, na ilikuwa inafahamika katika ile halatu tahammuli wal ada, katika njia ya kupokea na kupokeza. Kwa maana vipi, mwanafunzi anaenda kwa shekhe anapokea hadithi, lakini na shekhe anababaika, anajua huyu ni dhaifu, sawa, au laysa bil qawi, anamhukumu kwamba hadha dhaifu, au hadha laysa bil qawi, au hadha sayyi'ul hifdhi, au hadha layyin, tamam, sawa. Au anapokea hadithi kwa shekhe, lakini anakuja kujua baadaye shekhe amefanya tadlis. Amefanya nini? Amefanya tadlis. Tushaeleza katika darasa lililopita tadlis ni kitu gani, tamam. Kwa hiyo yule mwanafunzi anamhukumu kwamba hadha mudallisun, kwamba shekhe ni mudallis, tamam. Kwa hiyo atwanu ni ile dosari ambayo nini anahukumiwa nayo mpokezi, sawa, na sababu yake ni ile halatu tahammul wal ada, tamam, hakadha. Lakini pia inatokea pia akahukumiwa mpokezi kwamba ni mubtadi'u, tamam, hakadha. Ziko nyingi, tutakuja kuzisoma kadri ambavyo nini tunapanda katika mustawa wa somo hili, tamam, hakadha. Sababu ya tatu tulihitaji ni nini? Al-mukhalafa, tamam. Sababu ya tatu ambayo tumehitaji ni al-mukhalafa. Mukhalafa ni mpokezi mmoja kutofautiana na mpokezi mwingine, aidha katika matni au katika sanadi, tamam, hakadha. Kwenye matni kama tulivyozungumza jana ni kwamba wapokezi wawili wapokee hadithi katika kuhusiana jambo moja, tamam, lakini huyu hadithi hiyo ambayo inazungumzia jambo moja aseme hivi
na huyu aseme vingine. Tamam, hakadha. Sasa hapa tutaangalia yule mpokezi ambaye ni thiqatun, yule thika wa kiwango cha juu. Tamam, ndio hadithi yake itafanywa kazi. Yule thika wa kiwango cha chini, hadithi yake haitofanywa kazi na itahukumiwa kwa ni shadhun. Tamam, hakadha. Lakini pia kwa wapokezi ambao ni dhaifu, sawa, kwa wapokezi ambao ni dhaifu, utakuta kuna mpokezi amehukumiwa kwa ni dhaifu, lakini udhaifu wake una afadhali, na mwingine amehukumiwa kwa ni dhaifu na udhaifu wake ni shadidu dhaf, udhaifu wake ni mkubwa. Inapotokea pia taarudhi hapa, sawa, tunaikubali hadithi ya yule mpokezi ambaye yani tunaihukumu. Tamam, hakadha, tunaihukumu hadithi ya yule mpokezi wa kiwango cha kawaida kwamba ni maarufu, sawa, tunaipa hukumu kwa ni maarufu. Pia tutakuja kuisoma huko mbele. Tamam, na ile hadithi ya yule dhaifu zaidi tunaihukumu kuwa ni al-munkar. Tamam, hakadha. Zote hizo zipo ndani ya kitabu hichi, tutakuja kuziona huko mbele. Na utaona katika hii al-mukhalafa anaingia mpokezi ambaye ni thika na mpokezi ambaye si thika. Tamam, ndio maana huyu mpokezi ambaye ni thika, pamoja na kuwa hadithi yake inarejeshwa, lakini hakutiwa katika kundi la at-ta'anu, kwamba amehukumiwa kwa na dosari fulani. Tamam, kinachohukumiwa ni hadithi yake. Kwa nini imetofautiana na yule thika aliyekuwa juu? Tamam, hadithi yake inakataliwa na hadithi ya yule thika wa kiwango cha juu inakubaliwa. Tamam, kwa hiyo hizi ndio asbabu raddi alhadith. Ya kwanza as-saqtu, ya pili at-ta'nu, ya tatu al-mukhalafa. Tamam, hakadha. Tulisema jana kwamba kuna vigawanyo viwili vya hadithi ambavyo tutakuja kuvielezea. Tamam, tutakuja kuvielezea. Nacho cha kwanza ni alhadithu almatruhu. Tamam, alhadithu almatruhu. Alhadithu almatruhu ni miongoni mwa hadithi dhaifu, lakini kuna tofauti. Angalia, kuna tofauti. Kuna alhadithu dhaifu, kisha kuna alhadithu almatruhu, kisha kuna alhadithu almudha'afu. Tamam, kuna alhadithu dhaifu na kuna alhadithu almatruhu na kuna alhadithu almudha'afu. Tamam, hakadha. Alhadithu dhaifu ni ile hadithi ambayo yule mpokezi wake amesifiwa kwamba ni dhaifu, lakini kwa kiwango cha kawaida. Tamam, si dhaifu sana. Tamam, na ndio hadithi ambayo tumeisoma hapo nyuma. Sasa kama ni ile hadithi ambayo hazijakusanyika ndani ya hadithi hiyo sifatul qabul wala sifatul hasan. Tamam, hakadha. Na mpokezi wa hadithi hiyo huwa ni mpokezi ambaye amehukumiwa kwamba ni dhaifu katika hali ya kawaida. Na alhadithu almatruhu, alhadithu almatruh tuisome kwa taarifa yake kwanza. Tamam, wanasema ulama wama nazala an rutbati adh-dhaifi wartafa'a an rutbati al-mawdhu'i. Alhadithu almatruhu huwa ma, ni hadithi ambayo nazala an rutbati adh-dhaif, iko chini, sawa, ya daraja ya hadithi dhaif. Wartafa'a an rutbati al-mawdhu'i, na ikawa iko juu, sawa, ya daraja ya hadithi mawdhu'. Kwa maana alhadithu almatruhu ni ile hadithi ambayo ipo katikati ya hadithi dhaifu na hadithi mawdhu'. Hadithi dhaifu ni ambayo tumeisoma, kisha baada ya hadithi dhaifu inakuja alhadithu almatruh. Tamam, kisha baada ya alhadithu almatruh inakuja alhadithu almawdhu'. Tamam, kwa maana alhadithu almatruh ni hadithi ya daraja ya pili katika nini, hadithi dhaifu. Tamam, mfano wake tutakuja kusoma huko ndani. Kuna alhadithu inaitwa alhadithu almatruk, hiyo ni katika vigawanyo vya hadithi almatruh. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio alhadithu almatruh, wama nazala an rutbati adh-dhaifi wartafa an rutbati almawdhu'. Tamam, na hadithi hii inakuwa ile hadithi ambayo mpokezi wake amesifiwa kuwa ni shadidu dhafi, ni dhaifu sana, sawa sawa, lakini pia akasifiwa kuwa ni muttahamu bilkadhibi, ni muttahamu bilkadhibi, ni mwenye kutuhumiwa na kusema uongo. Tamam, sawa, lakini pia akahukumiwa kuwa ni maturukul hadithi, kwamba hadithi zake zinaachwa, hazipokelewi. Tamam, na hadithi ambayo inaingia kwenye kigawanyo kama hichi ni hadithi ambayo
la yataqawwa bijam'i turuq, ni hadithi ambayo haiwezi kupata nguvu ya kutoka kwenye daraja yake kwenda kwenye daraja nyingine kwa kukusanywa njia zake. Tamam, kukusanywa njia zake kwa maana kwa kuja matni nyingine sawa, ambazo ni sahihi au matni nyingine ambazo ni hasan, zikapelekea hadithi hii nayo nini, ikahukumiwa kuwa ni hasan au dhaifu, ikahukumiwa kuwa ni hasan au sahihi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hadithi kama hii inakuwa nini, inakuwa ni yenye kuachwa moja kwa moja, lakini pia la yataqawwa bijam'i turuq. Tamam, inakuwa haipati nguvu ya kutoka kwenye daraja hile kwenda kwenye daraja gani, kwenda kwenye daraja nyingine. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwepo hadithi nyingine ambazo ni sahihi au hasan ambazo zitaitilia nguvu. Tamam, hakadha. Lakini pia tukasema kuna alhadithu inaitwa alhadithu almudha'afu. Alhadithu almudha'afu huwa alhadithu alladhi lam yujma' ala dha'fihi. Huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo lam yujma' ala dha'fihi, wanawazuoni hawakukubaliana juu ya udhaifu wake, kwa maana wanawazuoni hawakuwafikiana katika kuihukumu moja kwa moja kuwa ni hadithi dhaifu, ndio inaitwa alhadithu almudha'afu. Hadithi almudha'afu, angalia tofauti, kuna alhadithu dhaifu na kuna alhadithu almudha'afu. Alhadithu dhaifu tumeshaisoma sasa, walhadithu alladhi lam tajtami fihi sifatu as-sahih wala sifatu al-hasan, lakini hii ni alhadithu almudha'af, kwa maana ni hadithi ambayo iliyotuhumiwa kwamba ni dhaifu, ndiyo maana yake. Ndio nasemaje, huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo lam yujma' ala dha'fi. Wanawazuoni wa hadithi hawajawafikiana katika kuihukumu moja kwa moja kuwa ni hadithi dhaifu, bali dha'afahu ba'dhuhum wa qawwahu ba'dhuhum, bali dha'afahu ba'dhuhum, baadhi ya wanawazuoni wa hadithi wameidhofisha, wa qawwahu ba'dhuhum, na baadhi yao wakaipa nguvu, kwa maana wakaihukumu kama ni hasan au sahihun. Tamam, imma fil matni au fi sanad, imma fil matni au fi sanad. Sawa, ima waidhofishe katika upande wa matni au waitilie nguvu katika upande wa matni, au waidhofishe katika upande wa sanad au waitilie nguvu katika upande gani wa sanad. Tamam, alhasil ni hadithi ambayo baadhi ya wanawazuoni wamehukumu kwamba ni hasan na wengine wamehukumu kwamba ni dhaifu. Sawa, na ulama akasema, wa hadha an-naw'u a'la martabatan min adh-dha'ifi al-mujma'i alayhi. Wa hadha an-naw', na aina ya hadithi hii, hadithi gani? Alhadithu almudha'afu a'la martabatan, ipo katika daraja ya juu, min adh-dha'ifi almujma'i alayhi, kuliko ile hadithi dhaifu ambayo wanawazuoni wa mustalahi wamehukumu moja kwa moja kwamba ni hadithi dhaifu. Kwa ni hadithi ambayo rubama yataqaw bituruq alhadith au bijam'i at-turuq. Tamam, هكذا. وإلى هنا أنتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منه.